Jina langu ni Christina Kila. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Diocese ya Morogoro, Jimbo la Morogoro. Napatikana usharika wa Kihonda na kwa sasa niko kwenye usharika mteule wa Galilaya. Leo nimeweza kuhudhuria kwenye tukio moja kubwa sana ambalo limeandaliwa na Michael pamoja na mwenzake Priska kutoka Chuo Kikuu cha Jordan, ambao wameandaa Night of Worship. Kiukweli ninamshukuru Mungu kwa heshima walionipa, na kusudio kubwa limekusudia kuandaa na kualika vijana katika wito mkuu wa kumtumikia Mungu, kipekee kutengeneza mahusiano mazuri na Mungu ili wafanyike chombo bora cha kumtumikia Mungu. Na mimi usiku huu nilipata nafasi ya kufundisha somo linalosema kusudi la Mungu ndani ya mtu ndilo linaloendesha maisha ya mtu. Na mimi nitoe wito kwa vijana na kwa mtu yote ambaye anaisikiliza sauti hii. Nikuombe wewe ambaye umekusudia kumtumikia Mungu. Biblia katika Efeso sura ile ya 1 mstari wa 11 unazungumza jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza urithi tuliopewa na Bwana Yesu ni vipawa. Kwa hiyo kijana, wewe ambaye una nguvu muda huu, ni vizuri kumtumikia Mungu katika hali ya utakatifu. Siku hizi vijana wengi wanamtumikia Mungu kwa mazoea. Wanafanya uzinzi, wanakuwa wagomvi, wanakuwa walevi, wanamzoea Mungu kwa kiwango kikubwa. Niwapeni mfano wa mtu mmoja au kijana mwenzenu ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa amesingiziwa kubaka, lakini kabla hajasingiziwa, mke wa Potifa yeye alikuwa anamtaka Yusufu kimapenzi, na alikuwa na uhakika kabisa kwamba atampata kwa sababu alikuwa na fedha. Alikuwa anajua Yusufu ni kama kijakazi tu, lakini Yusufu alikumbuka neno moja tu, kwamba nifanye dhambi hii, nimtende Mungu wangu dhambi, haiwezekani. Yusufu hali akijua kwamba Mungu ni rafiki yake, Mungu hapendi dhambi, Yusufu aling'ang'ana katika maisha ya utakatifu. Ndipo alipoiona kesho yake ikisaidiwa na kufikishwa na Mungu mwenyewe, hata akamfikisha mahali alikokusudia. Nitoe wito kwa kila kijana anayesikia na wewe ambaye unanisikiliza saa hii, kwamba ukitaka kumuona Mungu kwenye maisha yako, epuka maisha ya dhambi. Kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 1 mstari wa 10, mtumishi wa Mungu aliyeandika Mithali hii anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Na mimi ninatoa wito na kuungana na neno hili kwamba wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Ushawishi ni mwingi sana. Ushawishi wa kuingia kwenye makundi maovu, ushawishi wa kuingia kwenye ulevi, ushawishi wa kufanya uasherati, wa kufanya matendo maovu kwenye taifa, hata kwenye kanisa pia, na kwenye familia, hata kwenye jamii tunazoishi. Nitoe wito, wewe kijana unayenisikiliza, vijana wenzako wakikushawishi ufanye dhambi, wewe usikubali. Narudia tena, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi kuingia kwenye ugomvi, usikubali. Wakikushawishi kuingia kwenye dhambi, usikubali. Mungu anapenda kutumia vijana ambao wanaikimbia dhambi, wanapenda kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo wito wangu kwako, ishi maisha ya matakatifu. Jitoe kwa Yesu Kristo, mpe Yesu maisha, liishi neno la Mungu. Neno hilo litakutia nguvu, litakusaidia kuikimbia dhambi, maana pasipo yeye wewe huwezi neno lolote. Wenzako wakikushawishi, wewe usikubali. Mungu akutie nguvu, na mimi ninakuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai, yeye alijitoa pale msalabani, ya kwamba watu wakikushawishi usikubali kutenda dhambi, na damu ya Yesu Kristo ikutie nguvu, ikusaidie kuikimbia dhambi. Dhambi ndio kizuizi kikubwa cha kumuona Mungu katika maisha yako. Mungu akutie nguvu, na Mungu alibariki neno hili likakufai kwenye maisha yako. Ukilipata na wewe, mwambie na mwenzake akimshawishi katika dhambi,
asikubali. Tamani kufanya yaliyo mema ili Mungu atembee na wewe hata kukufikisha katika Kanaani yako. Mungu akubariki sana. Amen. Mimi kwa majina naitwa Minister Mboto Maarifa. Niko hapa Morogoro, namtumikia Yesu mahali pote kwa sifa na ibada. Yes. Amina. Leo tupo hapa katika ibada ya The City of God on Earth ambayo tumeiandaa kama vijana ambao tunamtumikia Mungu na tunatamani vijana wengine waendelee kumtumikia Mungu. Wewe kama mtumishi ambaye unamtumikia Mungu kwa njia mbalimbali, umeionaje ibada? Ibada imekuwa nzuri kwa nafasi kubwa ambayo tumemwona Mungu, kwa kusema kweli. Tumeona Mungu sana kwenye ibada, na mimi binafsi nimehudumiwa kuanzia kwenye mahubiri mpaka watumishi wote ambao wamesimama kumtukuza Mungu leo. Imekuwa baraka sana. Na niseme tu jambo moja ambalo nimejifunza leo, kwa wale wanaokumbuka, tumejifunza habari ya makusudi ya Mungu. Na mimi nizungumzia hapo kwenye makusudi ya Mungu kwamba ninafahamu vijana wote wanaonitazama sasa hivi, kama mtumishi alivyosema, ni kwamba hawako tupu, ndani yao kuna vitu vya kimungu ambavyo ni kwa ajili ya generation hii. Kwa mimi niwatie moyo watu wote ambao wananitazama hapa, baraka na neema ya Mungu iko juu yao. Wasijichukulie kawaida, hawako tupu, wamtumikie Yesu kwenye umri huu mdogo. Mimi binafsi nilisema tamtumikia Yesu kwenye umri huu mdogo. Haijalishi tutakuwa na changamoto kiwango gani, lakini tunaweza tukamtukuza Yesu na tukamuinua Yesu kwenye umri huu. Na inawezekana kabisa. Kwa hiyo niwatie moyo waendelee kama ambavyo sisi tumetiwa moyo kwenye ibada hii. Ninaamini kabisa kila aliyeingia kwenye ibada hii ametoka na nguvu kwenye kulitumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Yeah, kabisa. Amina.